السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza mafundisho na maamrisho yake kwa kadiri ya uwezo wetu na kujiepusha na makatazo yake. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na kutuleta hapa duniani kwa lengo maalumu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ametuweka hapa duniani kwa muda maalumu. Lengo la kuumbwa ametutajia katika Qur'ani aliposema: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, asikuwaumba majini na wanadamu ila waniabudu mimi peke yangu, wasinishirikishe. Ibada ndiyo lengo la sisi kuwepo katika maisha haya na si kitu kingine. Kadhalika uwepo wetu sisi hapa ni kwa muda maalum. Pamoja na kwamba tunafahamu tuko hapa kwa muda maalum, lakini hatufahamu muda huo kiwango chake. Hakuna katika sisi anayefahamu siku yake ya kuondoka hapa duniani na kurejea kwa Mola wake. Hakuna. Ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiyo mwenye ilmu ya jambo hilo. Na huu muda ambao sisi tunaishi hapa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo hutokea matendo yetu mema na maovu, ndiyo sisi hufanya harakati zetu, ndiyo hufanya kheri na hufanya shari pia katika wakati huo huo.
Al-Imam Ibn Kathir alipokuwa akitufafanulia neno lake Allah aliposema wal asr, na apa kwa wakati, akasema al-asru az-zamanu alladhi yaqa'u fihi harakatu bani adama min khairin wa shar. Asr maana yake ni wakati, zama, wakati ambao matendo ya mwanadamu hutokea katika wakati huo, yawe ya kheri au ya shari, kama ni sala, zaka, saumu, adhkari, zote hutokea wakati huo. Kutembelea wagonjwa, kufanya kheri hutokea katika wakati. Kadhalika na matendo ya shari pia hutokea katika huo wakati. Na matendo haya ya kheri na shari ndiyo yatabainisha makazi yetu sisi huko akhira, kama ni makazi mazuri au makazi mabaya, yatabainishwa na matendo yetu ambayo sisi tunayafanya katika wakati ambao sisi hatufahamu kiwango chake. Na matendo haya Allah subhanahu wa ta'ala atayahudhurisha mbele yetu siku ya kiyama, tuyaone. Yapo tunayoyakumbuka na mengine tumeyasahau. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Ikumbuke siku ambayo itakuta kila nafsi kile ambacho imekitenda katika kheri ni chenye kuhudhurishwa, kimeletwa mbele. Wakikumbuka sawa, ukikumbuki sawa, lakini ndiyo hiki. Na kile ilichotenda katika shari pia kitahudhurishwa. Atatamani mtu lau baina yake yeye na baina ya matendo yake hayo mabaya kuwe na masafa marefu kabisa asiyaone. Allah anakutahadharisheni na nafsi yake, na Allah ni mpole kwa waja wake. Kwa hiyo kibainishi ni haya matendo yetu sisi tunayoyafanya katika huu wakati ambao tumepewa, ambao hatujui unakwisha lini, wakati ambao hautaongezwa hata ukihitaji kuongeza kwa gharama yoyote. Si kuongezwa tu, bali hautapewa wakati mwingine. Na yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameshatutajia katika Qur'ani. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin walan yuakhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Enyi mlioamini, toeni baadhi ya vile tulivyokuruzukuni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti. Akasema Allah, nicheleweshe basi kidogo, nitoe sadaka na niwe katika watu wema, kwa sababu matokeo ya sadaka anayaona kwa haraka wakati huo kuliko kitu kingine. Allah anasema haicheleweshi nafsi utakapokuwa umefika wakati wake, na hakuna kurudishwa tena. Watu wa motoni watakapoingia motoni wataomba warejeshwe, wapewe fursa nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia haya kutuambia kwamba hali itakuwa hivi. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Wakiwa wanapiga kelele katika moto, ewe Mola wetu, tutoe katika huu moto tukatende matendo ambayo walikuwa hatuyafanyi sisi. Matendo walikuwa wakiyafanya katika muda waliopewa hawataki, si ya kwao yani, lakini waliyafanya wenyewe kwa khiari zao, kwa fedha zao, kwa wakati wao na nguvu zao. Hawayataki Allah turudishe. Swali watakaloambiwa ni suala la wakati tu. Kwani hatukukupeni umri ambao unatosha huo kukumbuka mwenye kukumbuka? Na muonyaji pia alikujieni nyinyi. Jawabu ni kwamba umri ulikuwa unatosha na muonyaji alikuja, lakini watu hawakukumbuka. Maana yake ni nini?
maana yake ni kwamba wakati ndiyo mtaji wa maisha yetu sisi katika kuitafuta nyumba ya akhera. Kama vile matajiri walivyo na mafedha yao ya kuendesha biashara zao na mitaji yao, sisi mtaji wetu ni wakati. Wakati kwetu sisi katika kuitafuta nyumba ya akhera una thamani kuliko ilivyokuwa na thamani dhahabu na fedha. Ni muhimu kujiuliza sisi tunautumia wakati wetu katika jambo gani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu katika suala la wakati katika makundi mawili. Kuna ambao wamepata hasara, na hao ni watu wote. Wal asr innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yupo katika hasara. Baada ya kuapa kwa wakati, kisha akalivua kundi akasema illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale walioamini na wakatenda matendo mema. Ni muhimu kufanya tathmini kwamba niko kwenye kundi la watakaopata hasara. Tathmini itakusaidia kurekebisha. Kama vile biashara inayofanywa hakuna hesabu, hakuna tathmini, hapo hakuna biashara, itakufa tu. Kwa hiyo tujiangalie, niko kwenye kundi la wale watakaopata hasara? Kama ni hivyo, ujirekebishe. Au watakaopata faida? Kwa sababu wapo miongoni mwetu tumeshughulishwa na maisha yetu. Tukiamka asubuhi mpaka jioni, sisi tuko katika kutafuta riziki na kutafuta maisha ambayo hatuna uhakika wa kuyaishi baada ya kuyapata. Wangapi mirija yao ilipofunguka tu ndio wakati wao umefika, wakarejea kwa Mola wao. Huko kwenye kutafuta maisha wala hatuabudu, hatuswali. Kama tutaswali ni swala za kubahatisha. Watu tuko kwenye miradi ya ujenzi ambayo hatuna uhakika kwamba tutaimaliza, kwenye miradi ya biashara ambayo hatuna uhakika kama itafanikiwa, au itakapokuwa imefanikiwa tukawa tunahofia kuharibika kwake, wakati wetu upo wa kufaidika nayo au hakuna. Wapo miongoni mwetu hutumia wakati wetu kuangalia mechi za mipira, wako miongoni mwetu hutumia wakati wetu kuangalia tamthilia, video mbalimbali, wako miongoni mwetu hutumia wakati wetu kwenye simu, na hiyo ni mada mpya. Vijana wengi wanatumia wakati wao katika mitandao ya kijamii, akiperuzi kutoka mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Anapata uzito kusoma Qur'ani kwa nusu saa, lakini anaweza kukaa kwenye simu masaa mawili, awe na internet tu basi. Wakati huu sisi tunautumia muda wetu hivi, watu wanarejea kwa Mola wao, wake kwa waume, wazee kwa vijana, wazima kwa wagonjwa, wanarejea kwa Mola wao mmoja mmoja, na dunia inaendelea. Wewe huwezi kutafakari kama dunia ndio imesimama, kwa sababu wewe unaondoka unarudi kwa dunia. Inaendelea tu mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amepanga ikuwa ndio mwisho wake. Watu wanarejea kwa Mola wao, sisi tunapoteza wakati, wake kwa waume, wazee kwa vijana, na mifano tunaiona. Ni kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, imewakaribia watu hisabu yao na wao wako katika kughafilika, wanapuuza, hawajui kabisa mambo yanakwenda, hawajui. Ayuha nnasu ibadallah, ni muhimu kuangalia rasilimali hii na mtaji huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi, na kwa wenzetu umemalizika. Mtaji huu sisi tunautumiaje? Aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sisi tukafahamu kuwa wakati ndiyo mtaji tulionao. Kadhalika ni muhimu tukafahamu kuwa haya mambo ya dunia haya hayaishi.
na wenyewe wanasema kadri dunia inavyokuwa tamu, basi ujue ndio wakati wako umekaribia kuondoka, na muda ukifika hautasubiri miradi ambayo umeianzisha ikamilike, mipango uliyoipanga ikamilike, hautasubiri chochote, hata kitu kidogo tu ambacho ulikuwa ukikamilisha hautasubiri. Ni muhimu pia kulifahamu hili. Lakini jambo jingine muhimu kufahamu ni kwamba wakati tulionao ni mdogo, hautoshi. Tusidhani kwamba tuna muda mrefu, tuna muda mwingi. Si kweli. Pamoja na kwamba ni mdogo, lakini pia wakati wenyewe umekosa baraka katika zama hizi. Hadithi mnaikumbuka nyinyi, Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kash-shahr. Alhadith, kiyama hakitasimama mpaka zama zikurubiane, mwaka mmoja uwe kama mwezi mmoja. Wanawavioni wa Kiislamu wakatufafanulia sisi maana ya hadithi hii. Al-Hafidh Ibn Hajar anasema, wal haqqu anna al-murada naz'u al-barakati min kulli shay hatta min az-zamani wa dhalika min alamati qurbi as-sa'a. Iliyo sahihi ni kwamba makusudio ni kuondoshwa baraka katika kila kitu. Hiyo akhiri zaman, baraka itakuwa imeondoshwa. Mali ina baraka, watoto wana baraka, ilmu ina baraka, umri nao una baraka, vitaondoshwa baraka mpaka katika umri na wakati baraka itaondoshwa. Na hiyo wanasema ni miongoni mwa alama za kukaribia kiyama. Baraka hakuna. Imam an-Nawawi anasema, walmuradu biqisarihi adamu albarakati fihi, na makusudio ya kupungua wakati ni kuwa hauna baraka huo wakati. Kwa mfano, manufaa ambayo mtu anayapata katika siku, hapo nyuma angeyapata katika saa moja tu, lakini siku nzima mambo aliyoyafanya hayaeleweki. Hii itakuja baada ya kufanya tathmini ya wakati wako, ukaona, na kweli ukikaa utaona, kwani leo nimefanya nini? Nilipoamka asubuhi nimefanya nini? Utaona mambo mengi ni mambo ya kipumbavu. Ulikuwa na muda mrefu katika simu, na simu ndiyo mwizi wa umakini wetu mbaya sana katika zama za sasa. Kitu gani sasa cha kufanya? Sote tunafahamu jambo la kufanya ni kukumbushana tu. Jambo la kufanya ni sisi kuutumia wakati wetu katika mambo ya khair. Kuna swala za faradhi za jamaa, ni wajibu sisi kuziswali hizi. Sio swala inaswaliwa sisi tuko kwenye mambo haya na yale. Ukimaliza kuswali swala ya faradhi, kuna swala za sunna. Kuna watu hawawahi kuswali swala za sunna kabisa. Bora hapa katika hii miji ambayo hakuna shughuli nyingi za kimaisha. Hiyo miji yenye shughuli nyingi, imamu akitoa salamu tu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, tu wameshainuka, kila mtu anakwenda. Unatafuta nini wewe? Wewe una miaka 40, 50, wewe unahangaika tu wapata ila yako ya kula hiyo tu, riziki yako iko hivyo hivyo. Wewe unajifanya uko busy. Wewe uko busy na nini? Au wewe tajiri tayari, una miradi yako? Tajiri wewe, kwani wewe utajiri wako malengo yake ni nini? Umeshapata mali kusaidia kwenye kwenda akhera, kwani wewe ni kafiri? Kafiri ndio hajali mambo hayo. Yatamattauna wa yakuluna kama taakulu al-an'am wan naru mathwan lahum. Wewe una mali wewe, pia unalala masaa 5, masaa 4, wahangaika. Swala zikiisha hatuswali swala za sunna. Sikwambii kuleta adhkar. Sasa mtu ni maskini, huna mali, ukasema nitaiangamiza mali yangu katika kuitafuta akhira, kama Allah anavyosema, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Huna mali wewe, huwezi kujenga msikiti, huwezi kujenga madrasa, huwezi kuwasaidia tulabul ilm, huwezi kusaidia ilmu, huwezi kujenga vituo vya kusaidia watu, hospitali. Huna uwezo huo. Wewe huna ilmu, ukasema mimi bwana msaada wangu ni ilmu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalath
katika hiyo ni ilmu. Nimefundisha watu mimi, hii natarajia itakuwa kheri yangu. Ilmu wenyewe huna. Haya, wewe kitu gani ambacho kitajaza makapu yako kama sio hivi vitu vyepesi vyepesi ambavyo Mtume amesema tunavyo, na Uislamu umetuwekea njia nyingi za khair. Vipesi vyepesi vitu gani? Adhkar, maneno mawili ni mepesi ulimini, ni mazito katika mizani, yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, hiyo pia. Aya za Qur'ani zinatutaka tushughulike na mambo haya ya adhkari na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati wetu, asubuhi, mchana, jioni. Dhkuru Allaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli bilghuduwi wal asal wala takun min alghafilin fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun walahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Hivyo si ndio vitu vyepesi bwana? Haya wataka vitu gani? Kimalizika swala hakuna adhkari, hakuna nini. Ayuhan nasu ibadallah, ndugu zangu, sisi tunarejea kwa Mola wetu muda wowote ambao umepangwa. Huu wakati tulionao tusidhani kwamba ni mwingi. Kuna mambo Allah ametuambia yatatokea kwa watu ambao hawakurejea kwa Mola wao na wakati ukawamalizikia. Aya hizo ni nyingi. Rudini katika suratu Zumar mkazisome hizo aya na mahusiano yake na wakati. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Aya hizi ukizisoma, Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha umuhimu wa wakati na kuyafanya haya matendo kabla hatujamuomba Allah wakati mwingine aturudishie. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.